Kesi ya uhaini dhidi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu inaendelea katika Mahakama Kuu ya Dar es Salaam mbele ya jopo la majaji watatu muda huu, ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu anaendelea kumhoji na kumfanyia maswali ya cross examination shahidi wa upande wa serikali, kamishna msaidizi wa polisi Amin Mahamba. Kabla tuangalie kilichojiri na alichokizungumza Tundu Lissu na maswali aliyoyauliza kwa shahidi wa serikali, like video hii kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Katika mwendelezo wa shauri hilo leo, sehemu ya kuuliza maswali kwa shahidi wa 16 wa upande wa mashtaka ambaye ni kamishna msaidizi wa polisi Amin Mahamba ilichukua mwelekeo mpya leo, wakati Tundu Lissu akihoji kuhusu uchunguzi wa polisi dhidi ya watu waliokamatwa kwa madai ya kupanga vurugu wakati wa kipindi cha uchaguzi. Tundu Lissu aliueleza jopo la majaji watatu leo kuwa alitaka kukamilisha vipengele vilivyokuwa havijafafanuliwa vyema katika ushahidi wa shahidi huyo wa polisi, na mara moja alirejea kwenye suala la watu ambao wachunguzi walidai kuwakamata na baadaye kuwahusisha na mipango ya kuvuruga uchaguzi. Tundu Lissu alimuuliza Amin Mahamba kama watu hao walikamatwa baada ya kudaiwa kukutwa wakipanga na kuhamasisha vurugu. Amin Mahamba alithibitisha kuwa walikamatwa, akisema madai hayo yalikuwa zaidi ya kupanga tu na yalijumuisha pia uhamasishaji. Kisha Tundu Lissu aliuliza kama watuhumiwa hao walikiri makosa yao kwa maandishi. Shahidi alithibitisha kuwa walifanya hivyo. Hilo lilimfanya Tundu Lissu kuuliza maswali mojawapo muhimu katika shauri la siku ya leo: ni nini kiliwapata watuhumiwa hao baada ya kukamatwa? Mahamba alielekeza mahakama kurejea ushahidi wake wa awali, akieleza kuwa wachunguzi walipata majalada husika, wakayapitia na kuchunguza ushahidi uliokuwemo. Tundu Lissu alisisitiza kupata jibu la moja kwa moja. Alitaka kujua kama kesi dhidi ya watu hao hatimaye ziliondolewa. Shahidi alithibitisha kuwa ziliondolewa. Kisha Tundu Lissu alizungumzia matukio katika mikoa kadhaa, akihoji sababu za kuachiwa huru kwa watu waliotuhumiwa kupanga vurugu, wakati ambapo upande wa mashtaka sasa unategemea madai kama hayo katika kesi ya uhaini inayomkabili yeye. Maswali yalikuwa makali zaidi pale Tundu Lissu alipozungumzia vifo vilivyoripotiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi kufuatia matukio ya Oktoba 29. Alitaja takwimu zilizomo kwenye ripoti ya tume iliyoongozwa na Jaji Chande na kuhoji kama polisi au maafisa wengine wa usalama waliwajibishwa kwa vifo hivyo. Amin Mahamba alirudia kusema kuwa hana uhakika kama kuna afisa yoyote aliyechukuliwa hatua za kinidhamu. Wakati fulani Tundu Lissu aliuliza kama kuna yeyote kati ya watu waliowaambia polisi kuwa walikusudia kusababisha vurugu aliwahi kushtakiwa baadaye kwa kutekeleza vurugu hizo. Shahidi hakutoa jibu la moja kwa moja mara moja. Kisha Lissu alihamia suala la Mwanza, akihoji kuhusu uongozi wa polisi katika mkoa huo na kama kamanda wa polisi wa mkoa RPC bado alikuwa katika nafasi yake. Shahidi alithibitisha kuwa Mwanza ilikuwa na RPC. Lissu aliendelea kwa kurejelea vifo vilivyoripotiwa katika mikoa kadhaa na kuuliza iwapo kuna maafisa wa ngazi ya juu wa usalama walioadhibiwa. Kwa mara nyingine, Amin Mahamba alisema hana taarifa. Mstari wa maswali ya Lissu ulionekana kulenga kuhoji udhabiti wa uchunguzi huo, hasa sababu ya watu fulani wanaodaiwa kushukiwa kupanga vurugu za uchaguzi kuachiwa huru, huku madai kama hayo yakitumika dhidi yake Lissu katika kesi hii ya uhaini. Maswali hayo kisha yakahamia kwenye mojawapo ya ushahidi muhimu zaidi wa upande wa mashtaka: video ya hotuba ya Lissu iliyochapishwa na Jambo TV. Lissu alimuuliza Mahamba kuhusu nakala mbalimbali za video hiyo ambazo wachunguzi walikuwa wamezipata. Shahidi alithibitisha kuwa timu yake ilitazama toleo linalopatikana mtandaoni, hasa video iliyowekwa kwenye YouTube. Tundu Lissu kisha akauliza iwapo Mahamba na timu yake walikuwa wametazama kweli matoleo yaliyohifadhiwa kwenye flash disk au memory card au kadi ya kumbukumbu. Shahidi alijibu na kusema hawakufanya hivyo. Jambo hilo liliibua swala jingine mara moja. Tundu Lissu aliuliza ni vipi Amin Mahamba angeweza kujua kilichomo kwenye flash disk au kadi ya kumbukumbu ikiwa hakuwahi kutazama matoleo hayo binafsi. Amin Mahamba alieleza kuwa wachunguzi wengine wakiwemo maafisa waliojulikana kama Kaaya na mwenzao mwingine walikuwa wamepakua nyenzo hizo na kuziweka kwenye flash disk. Lissu alimhoji tena, yeye binafsi alijuaje kilichokuwemo kwenye vifaa hivyo?
Mahamba alisema alijua kutokana na taarifa iliyotolewa na mchunguzi huyo. Tundu Lissu kisha akauliza iwapo ripoti ya mchunguzi huyo ilikuwa imepokelewa kama ushahidi mahakamani. Shahidi alikaa kimya. Tundu Lissu aliambia mahakama kuwa kwa uelewa wake ripoti hiyo ilikuwa imekataliwa hapo awali kwa sababu haikuandaliwa na mtaalamu. Kisha akatoa hoja pana zaidi mbele ya majaji. Kwa mujibu wa Tundu Lissu, licha upande wa mashtaka kuwa tayari umewaita mashahidi 16, hakuna shahidi aliyewasilisha rasmi video yenyewe, ripoti ya uchunguzi wa kitaalamu au nyaraka nyingine zinazothibitisha uhalisi wa nyenzo zinazojadiliwa. Alisema kuwa sehemu kubwa ya yale ambayo mahakama ilikuwa ikiyasikia kuhusu video hiyo ilitegemea ushahidi wa maelezo ya maneno badala ya nyenzo halisi ya ushahidi. Shahidi alijibu kuwa hakukumbuka uhoji huo wa mawakili, kisha ukaacha masuala ya kiufundi ya ushahidi na kuhamia kwenye kiini cha ujumbe wa kisiasa wa Tundu Lissu. Lissu alimuuliza Amin Mahamba iwapo mkutano ulioonyeshwa kwenye video hiyo ulihusisha wito wa katiba mpya. Shahidi alisema haukuhusisha. Kisha Tundu Lissu aliuliza iwapo Amin Mahamba alikuwa na taarifa kwamba madai ya katiba mpya na mfumo huru wa uchaguzi yamekuwa sehemu ya mjadala wa kisiasa nchini Tanzania kwa miongo kadhaa. Amin Mahamba alisema hakuwa na taarifa hizo. Lissu aliendelea zaidi kwa kurejelea tume za katiba zilizopita ikiwemo tume ya Nyalali na juhudi za baadaye chini ya Rais Benjamin Mkapa. Aliuliza kama Amin Mahamba alijua kuwa tume ya Nyalali ilikuwa imetoa mapendekezo kuhusu katiba mpya. Shahidi alisema hakuwahi kusoma ripoti hiyo. Kisha Tundu Lissu aliuliza kama Amin Mahamba alijua kuhusu mapendekezo ya tume ya Kisanga na mjadala wa kisiasa uliofuata. Kwa mara nyingine, shahidi Amin Mahamba alisema hakujua. Mazungumzo hayo yaliangazia hoja mojawapo pana ya upande wa utetezi: iwapo kauli zilizotolewa na Lissu kuhusu marekebisho ya katiba, marekebisho ya uchaguzi na mabadiliko ya kisiasa zilikuwa zikifafanuliwa na wachunguzi kama vitendo vya uhalifu bila kuzingatia ipasavyo muktadha wake wa kisiasa na kikatiba. Mapema katika usikilizwaji wa kesi hiyo, Tundu Lissu pia alimhoji shahidi kuhusu maneno kamili ya kosa linalodaiwa kutendeka. Alihoji iwapo kifungu mahususi kinachotumiwa kama msingi wa mashtaka kilikuwa kikihalalisha kitendo cha kuvuruga uchaguzi kuwa uhalifu kwa namna iliyoelezwa na upande wa mashtaka. Shahidi alikiri kuwa kifungu hicho hakikutumia maneno hayo moja kwa moja. Lissu pia alihoji iwapo uchunguzi ulikuwa umezingatia ipasavyo haki zake za kikatiba ikiwemo uhuru wa kujieleza na haki ya kushiriki katika masuala ya umma. Mahamba alikiri kuwepo kwa haki hizo, lakini akasisitiza kuwa mwenendo wa Lissu ulikuwa ni kosa la jinai. Hivyo mahojiano ya leo yalijikita katika maswali mawili makuu. Swali la kwanza ikiwa kwa nini watu waliokamatwa kwa madai ya kupanga vurugu zinazohusiana na uchaguzi hatimaye waliachiwa huru baada ya majalada yao kupitiwa, na pili, iko wapi ushahidi wa moja kwa moja unaodhibitisha jinsi video ya Jambo TV ilivyotengenezwa, kuhamishwa, kuchunguzwa na hatimaye kuhusishwa na Tundu Lissu mwenyewe. Mtazamaji, nitaweza kuendelea kuanzia hapo katika video ijayo, hivyo basi subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Ukifanya hivyo utapokea notification ama ujumbe kupitia simu yako pindi tu nitaweza kuupload ama kutuma video nyingine kuhusu update hizi za mahakamani au kile kinachoendelea leo ndani ya Mahakama Kuu Dar es Salaam.